Jiandae matatizo 10 utakayokutana nayo duniani. Jiandae matatizo 10 utakayokutana nayo duniani. Namba 1, elimu, shule. Namba 2, ajira, kazi. Namba 3, maisha ya vijijini na maisha ya mjini. Namba 4, makazi kwako. Namba 5, njaa. Namba 6, vita. Namba 7, magonjwa. Namba 8, ndoa, mme na mke. Namba 9, familia, watoto. Namba 10, dini. Jiandae, watakiwa ujiandae unapokuja duniani. Yaani jiandae matatizo 10 utakayokutana nayo duniani. Jiandae matatizo 10 utakayokutana nayo duniani. Namba 1, elimu, shule. Namba 1, elimu, shule. Namba 2, ajira, kazi. Namba 3, maisha ya vijijini na maisha ya mjini. Namba 4, makazi kwako. Namba 5, njaa. Namba 6, vita. Namba 7, magonjwa. Namba 8, ndoa, mme na mke. Namba 9, familia na watoto. Namba 10, dini. Elimu, shule. Hapa duniani kuna vitu. Namba 1, jiandae matatizo 10 utakayokutana nayo duniani. Namba 1, elimu, shule. Shule, upate elimu. Ujue kwamba hapa duniani unatakiwa upate elimu. Hata kama umeishia chekechea, umeishia darasa la 7, lakini elimu, hata kama ni elimu ya kawaida, lakini ujue kwamba kuna masuala ya elimu. Unaweza kujifunza masuala ya ufundi. Kuna wengine wanakuwa na elimu tu ya vipaji. Ile ni elimu. Vipawa, elimu. Ujue kuna masuala ya elimu. Kwa hiyo ukija duniani, unapokuwa duniani usishangae kuna mashule, kuna vyuo, elimu. Pata elimu ya vitu unavyotaka kupata kufanikiwa. Namba 2, ajira, kazi. Ujue kama unatakiwa na kazi. Hata mitume wetu walikuwa na kazi. Baba yetu Adam, Mungu ni tajiri, Mungu ni bilionea, lakini akaambia alime bustani. Yesu ni tajiri, alikuwa fundi seremala. Huyu Bwana Yesu alikuwa fundi seremala. Maisha ya vijijini na maisha ya mjini. Unajua kama kuna maisha ya vijijini na maisha ya mjini. Usikae mjini tu ukasema ndo tayari, hapana. Unatakiwa ujue na kijijini. Ndio maana kule wazungu wanapenda kuja kutalii Afrika, wengine wanafanya makazi. Kwa hiyo ukiwa na miji miwili, kwamba maisha ya vijijini yamekushinda, unakwenda kuishi maisha ya mjini. Maisha ya mjini yamekushinda, unaenda kuishi maisha ya vijijini. Kwa hiyo una maisha aina mbili. Kuna maisha ya vijijini na maisha ya mjini. Makazi kwako, wanatakiwa na kwako. Hapo ni kwa wazazi wako, na wanatakiwa ujue kama wanatakiwa siku moja uwe na kwako, uweze kujitegemea, uwe na kwako, uweze kuoa mke, uweze kuendesha maisha yako. Kama ni mwanamke umeolewa, ujue kule utakapoolewa ndio kwako, kule unakotoka sio kwako. Kwa na hata kama hapo umekaa kwa wazazi, ujue kama unatakiwa utengeneze kwako, ujue kwako wapi. Kwa ujue makazi, uwe na makazi. Kwa una makazi kwako, sio kwenu. Makazi uwe na kwako. Na ndio maana hata shetani hana kwake. Leo anahangaika, mara yuko hapa, mpaka Mungu mwenyewe sasa anataka kwenda kumwangamiza sasa. Anakwenda kuchoma moto. Kwa yule ambaye kwamba sijui mimi sina kwa na taishi maisha ya kupanga. Hapana. Kama mjini una kwako, kijijini tafuta mapoli pa kuanzia, au kama ni mjini ujue kama unatakiwa na kwako. Namba 5, njaa. Ujue kuna njaa. Na ndio maana hata Mungu mwenyewe akatolekeza njaa, kufunga. Ile kufunga ni mfumo kutuelekeza kwanza Mungu kwamba tuna njaa, kuna kitu kinaitwa njaa. Usipende kula tu kila wakati kwamba ni kula tu. Kuna njaa. Ujue kuna njaa. Njaa hii ukifanya masala, Ibrahim mwenyewe adui yako Mohamed alimuuza mke wake kwa ajili ya njaa. Kwa hiyo njaa ipo. Ujue njaa ipo. Na Mungu aliweka njaa ili tuwe tuna uvumilivu. Vita. Ujue hapa duniani kuna vita. Vita hii ya mauaji, vita hii ya yani kugombana kwa yani matatizo ya vita ngumi, mauaji, hii vita ilianza toka uko baada ya hasira